Are we together? Tuko pamoja? In this platform, Na katika uwanja huu there is going to be editing and translation. tafanya kazi ya kutafsiri na kufanya marekebisho. Editing here means change the last part. Na hiyo sehemu ya Include your local congregation. hiyo sehemu ya kuedit ina maana ni katika sehemu ka mwisho tu ambapo utaweka anwani ya kanisa, namba ya simu na eneo ambapo kanisa linapatikana. Are we there? Tuko pamoja? Are we there? Yes. Tuko pamoja? Good. After this, Baada ya hili it will be translated into makala hiyo itatafsiriwa kuja katika lugha ya Kiswahili. that can be done by one person. Hilo linaweza likafanywa na mtu mmoja. Since his congregation is not the same with your congregation. Na kwa sababu kusanyiko la huyu sio kusanyiko lako, When you pick it to come to this congregation, ukichukua kuleta katika kusanyiko hili, you will now edit it to have this X address. The address of this congregation. You, when you are editing here, you put your address. Those who pick into this place will change only the part of. wewe utakapochukua hapa, kwa sababu ile sehemu ya mwisho yule aliyebadilisha kwa lugha ya Kiswahili aliweka anwani ya kusanyiko lake. Wewe katika sehemu utakabadilisha ili iendane na kusanyiko lako. Na sehemu katika mwisho tu The same with here. itakuwa hivyo hivyo hapa. Church of Christ, Nelson Mandela Road. Kanisa la Kristo Bunju. Church of Christ, Nyerere Airport. Kanisa la Kristo Magomeni kwa mfano. You understand what I'm saying? Na anwani yake. Tunaelewana? Then this one now, all the members of the church now. Kwa hiyo na yeye sasa hapa will share to their friends. kutoka hapa anapeleka kwa washirika wote Do wa kusanyiko ambalo na wao watasambaza. Then all the members here will share to their various Na friends. hapa hivyo hivyo washirika wote watasambaza. Are you with me? Yes. And sometimes Na kuna wakati a person here may be a friend of this person and a friend of another person here. He will receive that person 2 times. inawezekana mtu mmoja hapa ana rafiki huku akakuta ujumbe ameupata mara mbili. Hivyo ni moja. Me and this brother, we are members of, we are teachers. Hawa ndugu wawili ni walimu. African Congress of Teachers. Hawa ni walimu. We are members of African Congress of Ni Teachers. wote ni washirika wa hilo kundi la walimu wa Me, Afrika. I am a member of Mara Church. Yeye ni mshirika wa kusanyiko fulani. He is a member of Magana Church. Huyu naye ni mshirika wa kusanyiko lingine. He picks the message and drop it in African Congress of Teachers. Anachukua ujumbe anaingiza kwenye ile kundi ambalo wote wawili Me, ni I pick washirika. the same message. I drop it in African Congress of Teachers. How many dropping now? Yeye anaupata ule ujumbe, ni mara ngapi ameupata? And you see, Mara mbili. and you see that the same message, 2 persons can deliver it to the same place. Kwa hiyo ujumbe ule ule unaweza ukaenda sehemu moja mara mbili. Are you saying something? We want to take Dar es Salaam and Tanzania by storm. Kwa hiyo tunataka tuiteke Tanzania. If 12 disciples took the world by storm, Kama mitume 12 waliteka and dunia. we are more than 50 here. Na sasa hapa sisi tuko kama 50. Unaona itakuwaje? The ball. Have you seen it? Okay, have the ball. This one is what he said. I wanted the ball. Anazungumzia balbu, sio taa kama hii. A small ball Nikabalbu nikataa kadogo, can light the whole of this hall. lakini kana uwezo wa kuleta mwanga katika chumba hiki chote. Small quantity of salt Chumvi kidogo, kiasi kidogo can cook 10 cups of rice. inaweza ikatosha katika sufuria kubwa ya wali. Small quantity of salt can cook 10 cups of rice. Chumvi kidogo, vipimo 10 vya mchele. And so, I say you are the son of the Lord.
Biblia inasema wewe ndio chumvi ya ulimwengu. And you are the light of the world. Na wewe ndio nuru ya ulimwengu. You don't need a crowd to preach. Kwa hiyo hauhitaji gari ili You need kuhubiri. strategy to preach. Unachohitaji ni mbinu. You don't need a crowd to preach. You don't need a crowd. Okay, hauhitaji umati wa watu ili You uhubiri. need strategy. Wewe ni mbinu tu, mikakati. A small David killed a giant Goliath. Kadaudi kadogo kakamuua Goliati jitu. You can do better. Na wewe unaweza kufanya zaidi. Are we ready? Tuko tayari? Say I'm ready. I'm ready. Kuna wimbo wanaimba kule Yes, Nigeria. our song. Niko ndani ya kitabu chao cha nyimbo. I want to see you walk upon the Lord. I want to love Kwa wimbo unasema mimi nataka kuwa mtumishi wa I Mungu. want to live and pray and be busy every day, even like Nadhani wa wimbo hapa tunausikia katika nyimbo za sifa za Kiingereza. I will walk and pray in the way of the Lord. I will walk, I will pray, I will labor every day in the vineyard of the Lord. Let me tell you a story so that you can understand the song. Ngoja niwape story ili muweze kuelewa Even wimbo if huu. you don't remember me for anything, Hata kama hautanikumbuka kwa chochote, remember that I told you and I want to repeat it. kumbuka kwamba nilikwambia na nataka tena kurudia. If you work for God Kama ukifanya kazi ya Mungu with zeal and honesty in your heart, na kwa moyo wote na kwa uaminifu mkuu wa moyo wako, God will work for you. Mungu na yeye atafanya kazi kwa ajili yako. Mark what I say. Litunze If you hilo. work for God Kama ukiamua kumtumikia Mungu with zeal and honesty in kwa your heart, moyo wote na uaminifu, God Mungu will work for you. yeye atafanya kazi kwa ajili yako. I am a living testimony. Yeye mwenyewe hapa ni ushuhuda unaoishi. I am a living testimony. Yeye ni ushuhuda unaoishi. If you work for God. Ukiamua kufanya kazi ya Mungu. But sometimes we used to work, we look at the money. I want to work so that I can get money. Kuna wakati tunaamua kumfanyia Mungu kazi, unaangalia unasema ngoja nifanye ili nipate kile. You will not get anything. Hautapata chochote kwa sababu ulishakiona. You will be disappointed. Na utajikatisha But tamaa. what? Fanya kazi. God knows that you will not stay hungry. Mungu anajua hakika kwamba huwezi kufa njaa. God will touch the heart of man to bless you. Mungu atagusa mioyo ya watu ili wakubariki wewe. Sometimes Wakati mwingine you may compare the person that will become a blessing to you. unaweza kumsaidia mtu kuokolewa, kumbe yule ndo anakuja kukubariki sasa wewe. Sometimes Wakati mwingine God has kept his blessing at the place of work. inawezekana Mungu ametunza baraka zake pale unapofanya kazi, And if you don't work, na kama haufanyi kazi, he is a rewarder of those that diligently seek him. yeye anawapa thawabu wale wanaofanya kazi kwa bidii. So let me stop here. Let's see. Are we ready? Leo ngoja nisimame hapa. So we are going to do practical. Je, tuko tayari? I have done my own. Yeye tayari amefanya sehemu yake, I have dropped it here. tayari ujumbe umeingia hapa. Have you been translated? Je, umetafsiriwa ndugu Nova? Yes. Umetafsiriwa ujumbe? Have you been translated? Yes, it is. Have you pasted it back to the platform? Translated already. Umeirudisha tena ndani kule? You are translating or translated. I have translated already. You are translated. Yeah. Have you dropped it on the platform? Just a second. Ingiza kwenye ujumbe, kwenye kundi. Pale pale. One We second. are going to come to your phone one by one. This is practical class. So that immediately he has translated, you will come to your phone and see how you are going to change it to your congregation. Kwa hiyo kama ndugu amesha tafsiri, Before you start ujumbe utakapoingia kwako, tutakuja kwako kuangalia jinsi utakapobadilisha katika sehemu ka mwisho kabla haujapeleka na wewe kwa watu wako. okay, you can now use your explain again. I want this process to be very clear. Anasema nielekeze tena hili sawa sawa. Yeye mwandishi tayari amefanya sehemu yake, ujumbe ameshauingiza hapa. Tunafanya kazi ya kutafsiri na ile sehemu ya mwisho ya ujumbe tunabadilisha kuweka anwani yetu ya kusanyiko letu sisi, namba ya simu hasa ya WhatsApp na mawasiliano ya kanisani
anwani ya kanisani na maandishi yanayosema tafadhali, kwa swali lolote wasiliana nasi kwa namba hizi, ama fika sehemu fulani tuweze kukutana. Hiyo ukishafanya hivyo unarudisha hapa, huyo mtu mmoja anarudisha hapa. Hawa wengine ambao wana makundi yao ya WhatsApp ya makusanyiko, ule ujumbe utaingia kwao, na yeye sasa anachukua anaingiza katika makundi ya kusanyiko. Huku kwenye makundi ya kusanyiko, washirika walioko kule na wao wanachukua, wanasambaza kwa watu wanaowafahamu. Nadhani tulielewa hilo. It has been dropped already in somebody's hands. That is, hello? Hello? Are we together? This one, done. Yeah. This one, done. Are we there? Are we there? Kwa hiyo tunaweza kuona mwandishi tayari ameingiza, tafsiri tayari You ametafsiri. that is copying into your church web, your church WhatsApp now. Sasa wewe unaikopi kwa ajili ya kuleta huku. When you get to paste it there, you now edit and put your own church address. Kisha paste kwenye kundi la kusanyiko lako. Hebu tafadhali badilisha pale chini, weka anwani ya Okay, kanisa. any question? I've been talking since. Nimeongea sana, Mungu ameongea sana. Kama kuna swali anaomba ulizwe, kama kuna mahali ambapo ametuacha kuna swali. Inaonekana kwamba mwalimu ametukumbusha kitu ambacho tulitakiwa tufanye muda mrefu, si ndio? It says that you have reminded us of what we should have been doing. So, I'm reminded that they will give you something. nasikia ndugu yenu anasema basi kama amefanya kazi nzuri, hebu fedi basi chochote. Na mnajua kwamba leo ni siku yake ya muhimu yeye na mke wake, kwa hiyo kimpaka kidogo na chochote atasema yeye na mke wake atasema na hamasisha niendelee kuwachochea ili tulete chochote. Hello, brethren. Then I think we can see that there is something we would have been doing since that we are not doing, right? Umeiona? Sijaangalia lakini anasema tayari. Ameona? No. See, I can It's clear. Yes, folks. This way. what I'm saying is that, come. You, thank you. Where's mama? Hello? This brother, what's that? Nova. He has made this side. So as you pick the message to take to your congregation, you will still edit it. Ya, kwa sababu ujumbe ukishaingizwa pale, ili wewe unapouchukua kuingiza kwenye kundi lako na wewe utafanya editing. Is it your congregation you use? Yes. Good. Good. So if he comes, he is not in your congregation. He picks the message to his congregation WhatsApp. He has to edit it again and put his own congregation address so that his own members can pick it down. Do you understand? He cannot use your own. So that those reading should not be going towards your congregation. That you come towards his congregation. Do you understand? Yeah, that's clear. Explain what you understand. Explain it to them. Kwa Kiswahili. Anasema Yeah. kwa ambao mmeipata hii message katika ile group letu la Tanzania WBS group, kuna ile ya Kiswahili ambayo tumeituma, unaweza ukaedit baada ya kuwa umetuma kwenye group la kanisa husika. Kama mimi kwa mfano Magomeni, nimeshatuma pale Magomeni, maana yake wale members ama washirika wa Magomeni wanaweza pia, mtumishi wangu atanisaidia, wanaweza pia kuedit ile message niliyotuma na wao wakashare tena na watu wengine, ama sio? Mr. Roha tuko pamoja, Mr. Uda. Is that clear now? I have explained that after I have sent that message that is in Swahili,
after I have sent to my congregation, then members from that congregation can take the same message and edit at the address. Hello? That is why, this is practical class. If you make mistake at this point, then you'll be trouble. Hili darasa la mazoezi, ukikosea eneo hili, umeharibu kila kitu. You, Me, who have existed here, exactly. if you get your completion, you're not editing. I'm not editing. No. Okay. Because you use your completion as Address, yeah. in the one you Huwezi tena So if you give, he will edit. Once will edit. One guy will edit. wewe uliyetafsiri, huwezi tena kuedit. Now, let me explain. As I have said to my congregation, there is no need from my member of congregation to edit. They just take and share. Yes. That's clear? Yes. Very good. Kwa sababu ndio ulifanya hivi. It is only this whose congregation is different from your own. Yes. That will come to that place. Hao ndio watafanya Church of mabadiliko. Christ, Nairobi Road. He will change it. Church of Christ, Mbagala. Very good. And put phone number. That's all. He will come. Church of Christ, next Mandela Road. You understand? I don't know your congregation. I do understand. You understand? Yeah. Anasema, See, if you don't understand this man, tunarudia tena. Anasema hivi, ile message ambayo mimi nimeituma Magomeni kwa mfano, na wewe sasa umesha edit kutoka kwenye ile group la Tanzania WBS group, tumesha edit tayari. Inapotoka sasa pale inaenda katika makusanyiko yetu. Kila mtu anashika address ya kusanyiko lake. Baada ya kuwa sasa tumeshatuma kwenye magrupu ya makusanyiko yetu, kinachotokea kutokea kwenye yale magrupu ya makusanyiko yetu, wale washiriki ama washirika ndani ya ile grupu la kila kusanyiko ana uwezo sasa kutoa pale akaituma kwa watu wengine bila kubadilisha chochote. Kwa nini? Yeye ni mshirika wa lile kusanyiko ambalo tayari umesha edit. Tumeenda sawa sawa kwa Mungu. Haleluya. Pamoja na haya waliyosema, wamesema vizuri sana, lakini muhakikishe ni Wakristo tu, Wakristo tu. Mmenielewa? Wakristo wa makusanyiko kwanza, Wakristo tu. Samahani kidogo. Sasa labda kuna kitu ambacho natakiwa tuweze kuelewana kidogo. Kuna wengine hatujaelewa. Na message ambazo zimetumwa kwenye WhatsApp ile ya group moja kwa moja. Kwa mfano hapa ili labda tutofautiana na wengine, maana tunaona tunatofautiana. Take this. He's talking about the message we have just received in this book. Kwa mfano mimi nimetumia message ambayo inaeleza maelezo hayo si muhimu kwa Mungu. Na hapa mzee hapa imetumiwa ya Kiingereza. Nimeshatafsiri Kiswahili. Sasa tunataka twende kwa sababu tunasema tunaenda kwa vitendo. Message hii ambayo tumeipata tayari imeshatafsiriwa na ishaingia kwenye group. Kwa hiyo kinachofuata mimi sasa, kwa sababu huku chini huku kuna maelezo ya mwisho yanayoonyesha kwa maelezo zaidi, lakini mwandishi aliyeandika na kanisa. Kwa hii niliyotumia mimi. Ninachofanya manake inabidi message hii niichukue mimi kama mimi. Ninachofanya na edit chini pale. Halafu naichukua na ituma kwenye grupu niliyotengeneza la kanisa la Kristo hapa Mbagala. Sawa. Nadhani ndio maelezo yanatakiwa haya. Sasa mwingine anachukua hapa, tunachukua hii hapa na ipeleka kwa watu mbalimbali nilio nao wote kwenye simu. Hapo lazima tutofautishe maelezo. Nichukue hii niipeleke kwa watu nilio nao wote marafiki zangu. Ama nichukue nimpeleke kwenye grupu la kanisa la Kristo hapa Mbagala, halafu nao wao watume. Yeye anasema
Hilo ndo kusudi la semina hii la mafunzo haya, kwamba ikishatoka kwenye kundi hili kubwa, imeshatafsiriwa, wewe unabadilisha pale chini, unaingiza kwenye kundi la kusanyiko, alafu unapeleka na kwa ndugu zako na marafiki. Ndio uinjilisti wenyewe tunaofanya. Na hiyo ndio kwa nataka watu wote tuelewane hivyo. Asante. Ndio hivyo. Sababu ya kuwa hapa ni kwamba what we are doing here is like this production line. Kwa hiyo sisi tunachokifanya hapa, tuko katika eneo la uzalishaji. Hello. This is the production line. Hapa tuko katika eneo la uzalishaji. The writer brings the message. Mwandishi analeta ujumbe. How many of us are following? Anaomba tufuate. Wangapi wanamsikiliza? Ni mama peke yake. Okay. Asante. The writer brings the message. Mwandishi analeta ujumbe. But the message is in a language that is not common in Tanzania. Mwandishi analeta ujumbe umekuja katika lugha ambayo haieleweki kwa wengi. That is why we are talking about the translator here. Na ndio maana tunazungumzia habari za kutafsiri. The translator translates the message. Anatafsiri yule ambaye atafanya hiyo kazi Into Kiswahili. kwenda katika lugha ya Kiswahili. And add his own address. Na pale chini pale anaweka anwani yake. The preacher of the congregation picks the message up. Mhubiri wewe unachukua kuingiza kwenye kusanyiko. See is in the platform. Kwa sababu hapa ndo uwanja wenyewe. He picks the message. Anauchukua kutoka katika uwanja. He cleans up the message by including his own address. Anatengeneza pale chini na yeye kuweka anwani ya kusanyiko, anatoa anwani ile ilikuwa hapa. Are you with me? Tuko And pamoja. then he shares it on the platform. Akishamaliza kubadilisha ile anwani, anasambaza sasa. The preacher himself shares it as an example to all other people. Na mhubiri yeye mwenyewe anapeleka kwa watu wengine. Are you with me? And then his member follow his example and share to all their friends. Anasema hivi, nimemuuliza swali. This is a practical class. Kuna kazi sasa ya wewe mhubiri kwenda kwenye kusanyiko lako kuwafundisha washirika namna ya kufanya hivi. Na ndio maana wewe uko hapa. By tomorrow, you learn how to link up with Facebook, YouTube, Instagram. You learn a lot of things tomorrow. Mpaka kesho utakuwa unajua namna ya kuunganisha mambo kwenda Facebook, Instagram na kadhalika. Are we there? Tuko pamoja? Are we there? Yes. It's okay. So let's know where you have sent your own to. I'm coming to take your phone. Sasa anataka apite kuangalia umetuma kwenda wapi. After this, we are going to go on a short break. When we come back, I will show you how to create a list on your WhatsApp. How to create a mailing list on your WhatsApp. Baada ya mapumziko mafupi tutarudi na atatufundisha namna ya kutengeneza sasa orodha ya kwako mwenyewe ya WhatsApp. It is called a broadcast list. Broadcast. Ni orodha yako ya matangazo ya kutangaza. You drop a message on that broadcast. Ili unapoingiza ujumbe katika eneo hilo, If you have 300 names on kama una watu 300 katika eneo hilo, that message goes to 300 straight. ujumbe huo unaenda moja kwa moja kwa watu hao 300. You are going to learn today. Ndicho tutajifunza leo. Are we ready? Tuko tayari? If you are ready, raise your hand up. Say, I want to learn. Sema nataka kujifunza, nataka kujifunza. Okay. So, yes. Karibu. Sio labda unataka kuuliza. Na kwa labda kwamba mtumishi anapokuwa amenitumia ile meseji ya kumshawishi huyu rafiki yangu, labda nikawatumia marafiki zangu, and I sent that message to my friends. Yes. kila mmoja na namna ya kutafakari. Labda huyu rafiki yangu akanitumia meseji ambayo sio nzuri. Each one has his own way of meditating upon. Yes. Je, hii meseji nirudishe kwa yule aliyenitumia? A message which is not good.
So he's asking how you can send it back to him. Au naweza Kwa hiyo unamaanisha akikutumia message anakutukana na unataka Hello? 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 Sorry. Good. Unahubiri Injili, unamtumia mtu ujumbe anakujibu vibaya na unataka umjibu vibaya? Mimi nimeelewa. Hawezi kufanya hivyo. Wewe yale ni mazungumzo kati yako na yule ulimtumia ujumbe. Ndio uinjilisti huo. Kwani tunapoingia mitaani hatutukani? Clement, wewe ndio unatugongeaga milango mara nyingi. Si mara nyingi tunarudishwa. Tulishawahi kugombana na watu. Washenzi nyinyi mna njaa zenu tu hapa. Tunakutana kitu kama hiyo. Kwa hiyo huwezi kurudisha. Let me explain this to you. Anataka kutuelezea kitu hapo. One of the 5 work of a preacher. Miongoni mwa kazi 5 za mhubiri. One of the 5 work Kazi 5 za mhubiri is to defend the gospel. ni kuitetea Injili. In my congregation, Katika kusanyiko lake, any brother that goes to preach and meet fire where he's preaching, ndugu yeyote anayekwenda kuhubiri huko alafu akakutana na moto huko, he picks his phone anachukua simu yake, and calls me. anampigia ndugu, Preacher, anamwambia I mhubiri, am here. niko hapa I am discussing with somebody. hapa na nazungumza na mtu yule haya na haya na haya. Give me 2 or 3 passages that I can use to. Hebu nipe maandiko mawili matatu ambayo naweza I kutumia. am not expected to say, you say, well, hold on. Na yeye sio akusema unaona subiri kidogo. Because the Bible says, let the word of God dwell in you. Kwa sababu Biblia inasema neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu. Are we together? Unaelewa? If you spread the message, Kwa hiyo unaposambaza ujumbe one of your stubborn friends na unakutana na mtu msumbufu now send you a question, anakuletea swali and you know you cannot answer. na unaona huwezi kulijibu swali hilo, Just pass the question to the preacher. kwa hiyo chukua hilo swali msukumie search And the kule. preacher will write the answer. Search anakuandikia majibu na wakasema na kutumia, halafu And then you find the answer and give your prayer. Yes. Have I made myself clear? that's This why, will make every preacher to wake up. that's why we don't have the I in the team. Yes. Ndio maana amesema katika timu hakuna umimi. If the thing is too tough, nobody can answer in Tanzania. Forward it to me. Kama unakosa jibu hapa, mtumie na asaidie. I will answer it in Nigeria. Anajibu akiwa huko I send it anakurudishia to you. na wewe unampa I yule will send it to the man. na Nobody will know who answered it. hakuna atakayejua kwamba yeye ndiye Nobody alikuwa will know who majibu. answered it. Hakuna atakayejua. Tunamtetea Kristo. Now you understand? Naelewa. Now let's stop for 1 minute. Basi tusimame. Imagine if you have been doing this thing that we are learning today 5 years ago. Tusimamishe kwa dakika chache. Imagine if you have been doing what you are learning today 5 years ago. Hebu fikiria kwamba haya mambo tunayojifunza leo ungekuwa unayajua miaka 5 iliyopita. Mambo yalikuwaje? Are you saying something? Yeah. They say we have been very far. You would have gone far. If just today alone, I can send you close to 100 different articles and letters. Kama kwa siku moja tu anaweza akatuma kwa sehemu zaidi ya 100. Because today in Nigeria we're not sleeping. Kwa sababu siku hizi wao Nigeria hawalali. We are not even satisfied with the number that we have. We have 250 Na million. hawatosheki. Our church member is about 1.2, 1.3 million. Na washirika walionao ni If kama we have milioni 1.2. 249 million people that we Lakini have not nchi reached. ina watu milioni 200 na kitu ambao hawajafika. Kwa hiyo hawana furaha ndani yao. We don't need a gospel meeting. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, we have 13 souls. Kwa hiyo wao katika mikutano ya Injili lazima wapo kila wakati na timu yake. We have 13 souls. Watu 13 kwa timu yake. So, nobody's sleeping. Hakuna hata mmoja wao analala. And you should not sleep. Na nyinyi hampaswi kulala. Because those who sleep will go to hellfire.
Hatupaswi kulala, vinginevyo tutakutana na moto. So, I mean, who has shared? Nani amekwisha kuwashirikisha watu? Brother John, Who has shared? Brother You have Isaiah, shared Brother to your Nicholas. I want to confirm whether you are doing the right thing. Anataka kuhakikisha kama tunafanya kwa usahihi. Karibu jamaa. Let's see about it. Everybody has done it again? If you have questions, don't go ahead. Answer your question. Kama una swali, hebu uliza huku. Usifanye kikao ndani ya darasa. Naomba Wakati tunaendelea kusubiri chakula kinafika sasa hivi, tutaenda kula. Lakini hebu tusimame kidogo, wanao tunyooshe viungo. Tusimame kidogo. Sasa kushare na wale wengine ambao sio nini kwa Kristo baadaye. Hii semina ni sisi, lakini ukifahamu jinsi ya kuanza, unaenda unashare. Baadaye lazima wainvite wale ambao sio nini kwa Kristo. Wakristo wenzenu wataalika ambao sio nini kwa Kristo, ili waendelee kujifunza nini neno la Mungu. Lakini hii ya walimu, hivi mnavyojifunza hapa ni kwa ajili yenu, lakini baadaye mnaporudi kwenye makusanyiko yenu ni lazima sasa mwanzo kutafuta kondoo kwa njia hii. Chadi amesema nyenzo moja nzuri ni WBS, sio ndio? Na hii simu ni nini? Ni nyenzo. Nimefundisha Kiswahili sasa. Hii simu ni nyenzo ambao unaweza kupata watu wengi kama ukifahamu vizuri. Tatizo ni kwamba tusifahamu. Lakini huyu jamaa, huyu hapa, nani jina lako ndugu yangu? Huyu nyuma. Yeah. Huyo jamaa mtumieni Dar es Salaam. Anafahamu kutumia WhatsApp, anafahamu. Alivyokuwa anaeleza, ameeleza vizuri. Kwa hiyo mkitumia vizuri, wengi atawafahamisha kwa sababu ni masomo jamani. Kuna watu kwetu sisi ambao tumetoka na Rubange pale, wala hawajui hata kutumia, lakini tuna kazi ili tutumie hii nyenzo kuwafikia wengi ambao watu hawajapani
hawajamjua Yesu Kristo kwa kutumia simu. Bwana asifiwe sana. Semina inaendaje jamani? Najua hii sio kama semina. Hii ni kama tulivyosema. Baada ya dakika 10 chakula kinakuja. Safi sana. Na leo tutaenda vizuri kwa sababu tulichelewa kwanza. Lakini kesho tutajitahidi sana. Tuende vizuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ni muda wetu. Leo nataka kuongea mama. Okay. Nigeria has 51 million WhatsApp users. Nigeria watumiaji wa WhatsApp wako milioni 51. And Tanzania has 9.9 million. Na Tanzania hawa jamaa mnaanza kuingia kwenye mambo 9.9 million WhatsApp users. Anasema Tanzania tuna milioni 9.9. Lakini Nigeria watumiaji wa WhatsApp wako milioni 50. We are very aggressive on WhatsApp evangelism. Walivyo kama wanatumia hivyo hata kwenye injili. So it's easier for people to cover your place than for us. Na ninyi mnaweza, tunaweza. Bwana asifiwe jamani. Amen. So are you ready? Je, Mungu tayari? Are you ready? Mungu tayari? Yuko tayari. Bwana asifiwe sana. Amen. Okay. So we will. Tunasubiri chakula. We are waiting for food. Maybe 8 minutes now. 8-7 minutes, then we go break for. Okay. So after the break, let's run. Then kula. After Chop. After chop. Then the pilipili. Yeah. We put lots of pilipili for your food. My own. Yeah. Pilipili takupa nyingi wewe zote. You saw pilipili in Nigeria run away. Jamani, nilipoenda Nigeria walinipa chakula. Nikala, jasho likaanza kutoka mwilini mwote, natafuta maji hakuna. Hawa jamaa wanakula pilipili hata kwenye mlenda. Kwenye chai wataweka pilipili. What are you telling them? I said Nigeria they eat, they chop pilipili, they eat pilipili even with tea. Chop. Chop with okra. Other pilipili, everything. No worry. You don't eat pilipili. You are east. We are west. Anajisifu kwamba kwa sababu wametoka kaskazini huko ndio maana wanakula pilipili. Jamani hao watu. But I hope this first session you have enjoyed the class. Jamani, na matumaini yangu kwamba mumefurahia darasa. Bwana asifiwe. Amen. Did they enjoy the class? Yes. That's what they say. Amen. Okay, amen. Let it be so. Yeah, let it be so. Because I have asked them, we enjoyed the class. They say, Amen. Yes. I am happy. Yes. Amefurahishwa sana jamani. So the next class is going to be hotter than this one. Hiyo darasa lingine nalo litakuwa bora na litakuwa nzuri kama hili. So get ready. Muwe tayari. It's okay. Thank you. Asante sana. Asante sana. Mteteni Yesu
Tuweze kuomba. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu, Our Father, in the name of Jesus Christ, kwa jinsi ulivyoelekeza wewe as you have told us katika Kolosai 3:17, in the book of Colossians iwe chapter kwa 3, neno ama kwa tendo, in deed and in words, imetupasa kufanya kwa jina lako. we must do everything in the name of Jesus. Baba, ninakushukuru kwa bajeti yote ambayo imefanyika mahali hapa. Thank you for everything, for the budget which has been done here. Ukawabariki wote waliohusika, And bless everyone who has contributed. ili hata wapishi walichokipika And those cooks who have prepared the food, tunapokwenda kukitumia, when you're going to receive it, andiko lako likasimame katika jina lako. may your word be on your side. Kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 25. In Kutoka 3, God. Baba, unasema Father, you are saying, iwe ni chakula ama maji, when you receive food or water, unakwenda kuyabariki kwa dawa you ndani ya are miili yetu. going to bless it so that it will work good in our body. Na katika hilo And through those, vyote tunakwenda kuvitumia everything we're going to ni use, viumbe ulivyoviumba wewe. it's your creation. Ina maana Mungu unavibariki You, God, bless them. tunapoomba namna hii. When we ask, Ni katika jina la in Yesu the name of Jesus Christ. tunakwenda kwa dawa. And in the Amen. name of Jesus Christ will be medicine. Amen. Amen. Karibuni sana. Kisha baada ya hapo kuondoka, basi tuone utaratibu wa kawaida wa kuruhusu watu hatua kwa hatua kadiri ya mabeti tulivyokaa. Karibuni sana. Neno moja nipendalo ni chakula cha moyo. Neno hili linanituliza nikipatwa na shida. Kumtazama Bwana wetu pale atoapo jasho kama damu, akubalipo mzigo. Baba alipomtwika, Baba alipomtwika, Bwana wangu mwenye huruma, mimi ni mkosaji tu. Nilipo kuwepo penye giza, wewe ukatokea, ukanitafuta kondoo wako kabla mimi sijakusikia. Watoa ukombozi, unipao uhuru, unipao uhuru. Mimi huru wako Bwana Yesu, wewe ndiwe Bwanangu. Jina lako bora liung'aze moyo wangu vizuri. Amani yako ikae nami siku zangu zote mpaka kufa. Ndivyo ninavyoomba. Bwana unikubali, Bwana unikubali. Shetani anajigamba asema yeye ni Mungu. Dunia
yote mali yangu kabisa. Watu na wapa uondo wa dhambi ulimwenguni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Shetani anajigamba asema yeye ni Mungu, dunia yote mali yangu kabisa. Watu na wapa uondo wa dhambi ulimwenguni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Nimewapa shughuli nyingi kabisa, uasherati, unyang'anyi na uchoyo, utajiri na majivuno ya uongo. Onani navyo wanasa kama ndege mtegoni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Nimewapa shughuli nyingi kabisa, uasherati, unyang'anyi na uchoyo, utajiri na majivuno ya uongo. Onani navyo wanasa kama ndege mtegoni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Falume wa dunia hii, uchafu wa ulimwengu, nimewaziba masikio wajinga. Onani navyo wanasa ndege mtegoni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Falume wa dunia hii, uchafu wa ulimwengu, nimewaziba masikio wajinga. Onani navyo wanasa ndege mtegoni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Nimewapa shughuli nyingi kabisa, uasherati, unyang'anyi na uchoyo, utajiri na majivuno ya uongo. Onani navyo wanasa kama ndege mtegoni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Nimewapa shughuli nyingi kabisa, uasherati, unyang'anyi na uchoyo, utajiri na majivuno ya uongo. Onani navyo wanasa kama ndege mtegoni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Shetani anajigamba asema yeye ni Mungu, dunia yote mali yangu kabisa. Sayansi ni dini yangu, wasomi nimewanasa, nitawapeleka jehanamu wajinga. Shetani anajigamba asema yeye ni Mungu, dunia yote mali yangu kabisa. Sayansi ni dini yangu, wasomi nimewanasa, nitawapeleka jehanamu wajinga. Nimewapa shughuli nyingi kabisa, uasherati, unyang'anyi na uchoyo, utajiri na majivuno ya uongo. Onani navyo wanasa kama ndege mtegoni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Nimewapa shughuli nyingi kabisa, uasherati, unyang'anyi na uchoyo, utajiri na majivuno ya uongo. Onani navyo wanasa kama ndege mtegoni, nitawapeleka jehanamu wajinga. Mbinguni kwa Mungu kuna viumbe vinamwimbia Mwokozi, vyasifu kwa shangwe na kumwabudu, kumtukuza Mwana-Kondoo. Mbinguni kwa Mungu kuna viumbe vinamwimbia Mwokozi, vyasifu kwa shangwe na kumwabudu, kumtukuza Mwana-Kondoo.
Mwana-Kondoo, mbinguni, duniani na popote, unastahili Mwana-Kondoo. Wastahili ewe Bwana, wastahili Mwana-Kondoo, mbinguni, duniani na popote, unastahili Mwana-Kondoo. Ndani na nje vinaangaza, havitaki kumwimbia. Yazunguka kiti chake cha enzi, milele vinamtukuza. Kwa ndani na nje vinaangaza, havitaki kumwimbia. Yazunguka kiti chake cha enzi, milele vinamtukuza. Wastahili ewe Bwana, wastahili Mwana-Kondoo, mbinguni, duniani na popote, unastahili Mwana-Kondoo. Wastahili ewe Bwana, wastahili Mwana-Kondoo, mbinguni, duniani na popote, unastahili Mwana-Kondoo. Yesu Mwokozi, Mwana-Kondoo, barikiwa wake Mungu. Nuru yako Bwana yatuangaza, na sisi twakutukuza. Yesu Mwokozi, Mwana-Kondoo. Kwa Yesu mimi nawe, njia pamoja tuijue, imo tuoni na wenyewe. Akasema Habari za mchana. Jamani, asante sana. Thank you very much. So, saizi it is saa tatu Saa tisa. so This time is 9:30 in Swahili. 9:30. So this time we're going to go ahead and close out the day. Jamani, kwa leo tutaongea maneno ya mwisho tuweze kumaliza semina yetu. Kwa leo. When I was at my school of preaching, Alipokuwa katika chuo cha ubiri Marekani, I had a teacher who would talk about preaching. alikuwa na mwalimu aliyokuwa anaongelea kuhusu kuhubiri. And he was cautioning us about long sermons. Alikuwa anatuuliza kuhusu yale masomo marefu. Because he said the brain can only hear what the seed can endure. Alikuwa anasema mwalimu huyo kwamba ubongo unaweza tu kuvumilia kama kikale makalio yanavyoweza kuvumilia kukaa kwenye kiti. So we're going to go ahead and close out for today. Kwa hiyo leo jamani tutaishia hapa. Lakini kesho asubuhi saa 3 tomorrow morning at 9
o'clock. We will start with breakfast. Tutaanza na chakula cha asubuhi. And then at saa 4, we want to start with our classes. Na saa 4 kamili tunaanza madarasa yetu. We'll start with our Nigerian brother, Joe Obina. Ataanza Joe kutoka Nigeria. And then I will be doing a lesson on World Bible School. Na yeye atakuwa na somo lingine atalofuata katika haya masomo ya World Bible School. And we will proceed from there. Na tutaendelea. You are most welcome. Mnakaribishwa nyinyi nyote. I hope that you have enjoyed these sessions today. Jamani, ni matumaini yangu kwamba kweli mmefurahia mafundisho ya leo. Ni kweli. Bwana asifiwe sana. It's like I was saying to my brother Remy. Ni sawa sawa nilikuwa naongea na ndugu yangu Lemi hapa. Sometimes the preacher will preach to the church. Mara nyingi wahubiri wanahubiri kwa ajili ya kanisa kwa you need to go and evangelize. Mara nyingi mhubiri anasema kanisa mnatakiwa kwenda kwenye uinjilisti. Mnatakiwa kwenda kwenye uinjilisti. Mnatakiwa. He doesn't say how to go evangelize. Lakini mara nyingi wahubiri waambie kwamba tufanyeje, uendeje huko kuhubiri. When I was a young preacher, alipokuwa mhubiri kijana, I asked several older preachers to help me. Ni aliwauliza wahubiri wazee waweze kumsaidia. Give me training and some teaching. Akawaambia nifundisheni kuhubiri, nifundisheni. That's what this workshop is for. Ndiyo hata mafunzo yetu yanapohusu ni kujifunza jinsi ya kwenda kuhubiri. I appreciate Brother Mike for coming. Nashukuru sana Mike amefika. Because I hope he has opened your eyes. Natumaini katika somo lake amewafungua macho. Sio jamani? There's a lot of good possibilities for you here in Dar es Salaam. Jamani, kuna fursa nyingi hapa Dar es Salaam. And I hope that we have given you some ideas today. Na moja ametupa mawazo jinsi ya kutumia fursa yetu wa WhatsApp. Sio jamani? We will give you some more ideas tomorrow. Na kesho tutatoa zingine fursa. So I want to invite you back. Kwa hiyo nawakaribisheni kesho. Mungu atulinde turudi tena. Of course, you can come back only for the food. I don't care, right? Oh, jamaa utani kama mnaomba wewe utana, lakini anasema kama unataka jamaa uje tu tuse tule chakula basi. That's okay. I don't care. Mimi sijali. Come for the lesson to the child. Ukija kwa chai kwa chakula kwenye somo njoo tu. Jamani, huyu mzungu nimekaa naye ana utani, alafu anacheka sana. So at this time, wakati huu we want to go ahead and close this session out. Tutafunga masomo yetu kwa muda huu. I want to ask our brother Joseph Aonga to lead us in the closing. Nitamwomba Aonga atufungie kwa leo. And then we will be able to do this. Hapo ndipo tutakapoenda kwenye traffic jam, kwenye mstari wa magari. Tuombe. Let us pray. Baba Mungu wa mbinguni, Our Father who is in heaven, uliye mwema na mwaminifu, you are good and so good. Mungu mwenye nguvu na mamlaka, You are so powerful. tunakushukuru kwa uwepo wako na upendo wako juu yetu. Thank you very much because you have shown yourself here. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili. Thank you for this congregation. Asante kwa ajili ya wajoli wako waliojitokeza mahali hapa. Thank you for the teachers and all the servants who have come here. Kwa ajili ya kujifunza mbinu namna ya kupeleka neno lako. So that we can learn how to go and proclaim your word. Tunakushukuru mno kwa wageni wetu waliosafiri toka mbali kwa ajili ya kutuhudumia. We say thank you for the visitors who have come back to come and save to us. Tunaomba uwape afya njema na nguvu. Keep them safe, give them good health. Wape maarifa, waendelee kutusaidia. Give them knowledge so that they continue teaching us. Endelea kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya kupokea yote yatakayojiri katika washahidi. Be with us in this lectureship, whatever we're going to receive. Yatakaye ili yatufae kwa ajili ya utumishi katikati ya kanisa. So that we can put them in heights and put them in practice. Naomba kwa kanisa lako katikati ya hii Dar es Salaam na Tanzania nzima. And I pray for the church in Dar es Salaam and all Tanzania. Uendelee kuliongeza na kulizidisha kwa mapenzi yako. May you continue blessing it and adding people to you. Tupe moyo wa unyenyekevu na utumishi. Give us the good hearts at the
same attitude. Tutumikiane sisi kwa sisi tukijua So tunakutumikia that wewe. we can save one another and saving you. Tuhurumie na kutusamehe tunaposhindwa. Forgive us when we fail. Tujalie kusimama kama watumwa tu wa neno lako. And help us to stand on your word only. Tukumbushe katika mioyo yetu tutatoa hesabu tusipowajibika. And remind us, if we don't do that, if we don't put the word in practice, we will be counted. Mungu umetupa vitu vyote bure. You have given us lots of things freely. Uzima ni wako na maisha yetu ni yako. This life we have is yours and everything is yours. Tujalie kuwa watumishi wema. And help us to be good servants. Asante kwa Chadi na kujitolea kwake. I'm thankful for Chad for his sponsor. Bariki yeye na familia yake. Bless him and his family. Mpe afya na maisha marefu. Who give him good health and Endelea long life. kumtia moyo wa kuendelea kuwasaidia watu katika neno lako. Guide him in saving people. Asante Mungu kwa kuwa unatusikia. Thank you Lord because you always hear. Tunaomba kwa ajili ya serikali yetu na uongozi wake. We ask for the government and its leadership. Mungu endelea kuwalinda na kuwaongoza. Guide them and guide them. Wajalie hekima katika maamuzi yao. Give them knowledge in all decisions. Ili waamue na kuwatawala kwa haki watu wako. So that they will rule the people with justice. Haya yote tuliyoomba na mengine ambayo hatujatamka. Everything we utter and everything which we kwa have kadiri ya mahitaji yetu ujuavyo. For our needs which you know. Tujalie katika Kristo tunaomba na kushukuru. And everything we leave them in the hands of our Lord Jesus Christ. Amen. Bwana asifiwe sana. Safari njema. Kesho tena. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuna hivi vifaa hapa kwa ajili ya kumbukumbu. Hivi vifaa vipo kwa ajili ya kuweka kumbukumbu. Kwa hiyo niombe kwa pamoja sasa, twende pale nje, tusimame pale, tupate kumbukumbu. Sawa eh? Picha ya pamoja. Tangaze neno la Mungu, saa ndiyo hii, usichelewe. Sikia Yesu Mwokozi anakuita, ufanye kazi shambani mwake. Ondoka ukatangaze neno la Mungu.